Mtazamaji, huko Mashariki ya Kati hivi sasa kuna balaa kweli kweli. Meli za Iran kukatiza katika bahari imekuwa ni ngumu, lakini pia meli za Marekani pamoja na Israel kukatiza katika maeneo ya Irani pia imekuwa ni ngumu kweli kweli huko Mashariki ya Kati. Lakini sasa kuna taarifa ambayo imetufikia hivi punde, ni kwamba meli ya kitaifa ya kusafirisha mafuta ya Iran itwayo NITC ambayo ni kubwa sana, yani VLCC, iliyobeba zaidi ya mapipa milioni 1.9 ya mafuta ghafi imefika majini mashariki ya mbali baada ya kuripotiwa kukwepa mifumo ya ufuatiliaji wa majini wa Marekani, kulingana na ripoti za ufuatiliaji wa baharini zikieleza hivyo. Meli hiyo iliyotambuliwa kama ni meli kubwa kutoka pale nchini Iran inakadiriwa kuwa na mafuta yenye thamani ya karibu dola milioni 200. Imeonekana mara ya mwisho karibu na Sri Lanka zaidi ya wiki moja iliyopita, na sasa inaripotiwa kuwa inapita mlango bahari wa Lombok nchini Indonesia kuelekea visiwa vya Riau. Meli kubwa ya mafuta, kampuni ya kitaifa ya kusafirisha mafuta ya Iran NITC VLCC, ilibeba zaidi ya mapipa milioni 1.9, imeelekea huko katika visiwa vya Riau kwa ajili ya kuuza mafuta huko. Hivyo basi, jeshi la wanamaji la Marekani limekwepwa vibaya sana na meli hii. Hakika hii ni meli hatari kweli kweli. Jina lake ni Hugh, inaitwa hivyo. Hivyo basi, Marekani wameula wachuya, wamepigwa chenga ya mwili. Umeweza kugundua kwamba meli hii imebeba mafuta mengi kweli kweli. Thamani dola milioni 200 za Kimarekani. Yaani Irani waliandaa mzigo wa kutosha, wakafanya janja meli kaondoka Irani kisirisiri. Sasa hivi kwa mashariki ya mbali huko inaelekea katika eneo la biashara. Wanakwenda kupiga mpunga wa dola za Kimarekani zaidi ya milioni 200. Irani ni watu hatari kweli kweli. Wakati Marekani na wafunga huku na huko, wenyewe wanatafuta ujanja wa kuweza kutoa mafuta yao kwenda kupiga pesa na kurudi salama bin Salmin. Hapa ni changa la macho. Marekani imepigwa. Maoni yako ni yapi? Andika hapa katika sehemu ya comment.